Na kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi tena nyingine hii ya kurejea katika ardhi ya Kigoma kwa mara ya kwanza, lakini pili kuja kuungana na wana Kigoma pia kuona namna ambavyo tunaweza tukapush timu hii ikapata mafanikio kwa yale malengo ambayo amejiwekea. So maandalizi yetu nafikiri baada ya mechi 3 za ugenini hii sasa ndo tunarejea nyumbani. Tunarejea nyumbani kwa ajili ya mechi hii ya kwanza kwa ajili ya washabiki wetu, ya kwanza kwenye ardhi yetu ambao ndio uwanja ambao tumeuchagua na ambapo tunakubalika huenda kuliko mahali popote pale. So baada ya safari ndefu tumefika, tumepata siku mbili, takriban siku mbili. Tulikuwa na mechi 3 za ugenini huko ambako kwa namna moja ama nyingine hatukufanya vizuri, lakini pia hatukufanya vibaya. Ila kwa namna ya timu jinsi ilivyo, nafikiri kuna mahali ambapo tunaenda, kuna mahali ambapo tunakwenda, kwa maana we are too close kwa kila ambacho tunachokijenga kwenye timu. So nao unaweza kuona namna ambavyo kuna baadhi ya vitu kutokana na mechi zile vitu tumevipata ndani ya mwezi mmoja ambao ulikuwa ni kama umo kuna pre-season, lakini kuna ligi, huwezi kupata kila kitu. So timu inakuwa inajijenga siku hadi siku. Lakini kwa sasa ninachoweza tu kusema tu ni kwamba tunafanikiwa na tunakwenda kuzuri, na kwa namna ambavyo tulivyo hapa tunafanya maandalizi yetu kwa ajili ya mechi ambayo tunapaswa kutumika vizuri, kuwapa washabiki wetu kila ambacho kinachohitajika. So wachezaji wote wako vizuri ukiachilia mbali Mondili Vuai, lakini pia baadhi ya wachezaji ambao walipata maumivu kidogo wamerejea mazoezini. So the rest squad iko vizuri, ni sisi tu kupata option. Mpaka hapo unaweza kuiona timu katika mechi 3 ambazo tumecheza, at least tunaweza kufika dakika 60-70. So kuna mahali ambapo tumeferi, kwa maana ile nguvu nyingine ambayo inahitajika kuongeza hapo ndio sehemu ambayo tunafanyia kazi. Unaweza kuiona timu inacheza, lakini sasa ule mbadala watu wanapokuwa wamekwenda chini ndio kuna mahali ambapo tunapaswa kuimprove ili kuweza kuzipata dakika 90 zote ambazo tunaweza tukazifanyia kazi. Tunaipa ugumu kwa sababu mbali na kwamba Kagera Sugar amekosa matokeo ama wamepoteza, lakini sisi hatuwezi kuwa Geita Gold waliowafunga. Geita wana wachezaji wengine, wana approach nyingine, sisi tuko na approach nyingine. So tunaibeba mechi kama mechi nyingine yoyote ambayo iko na uzito, na sisi pia hatukupata matokeo, lakini tunachoweza kusema tu ni kwamba tumejaribu kuangalia ile weakness ambao wako nayo, lakini pia stress ambayo wako nayo, kwa sababu kwenye mechi unaona wanapata magoli mawili, maana yake hiyo ni stress, si ndio? Na style yao uchezaji unaweza kuona, lakini yale madhaifu ambao wako nayo tunapaswa kuyatumia. So ni kitu ambacho tumeaddress kwa wachezaji wetu, namna ambavyo wanapaswa kuona ile weakness ambao wako nayo waweze kucapitalize. Sasa linakuwa ni jukumu sasa la wenyewe wachezaji ambao wanaenda kufanya kazi uwanjani, lakini kwa maana kuanalyze stress ya mpinzani pamoja na weakness yake, tayari yote iko kwenye vichwa vya wachezaji wetu ambao tumeiweka. So muhimu tu ni kuona namna ambavyo tutakavyoweza kuamka ile energy ikiwepo, na tukaweza kucapitalize zile mistakes ambazo wako nazo, na sisi tukaendelea kutumika kwenye stress ya kwetu, kwenye ule ubora ambao tuko nao, kitu ambacho tumeshakitengeneza. Mimi naamini tutapata matokeo. Hii ni swali zuri. Ninachoweza kusema tu ni kwamba wachezaji ambao wamesajiliwa na Mashujaa msimuni, wachezaji wazuri, wachezaji ambao tayari washajitengeneza kiprofile, si ndio? So kama mwalimu unapaswa kutengeneza mazingira mazuri ya wachezaji wale waendelee kuheshimika kwenye jamii, kwa sababu huko nyuma wamefanya vizuri, lakini katika siku za hivi karibuni hawakufanya vizuri, huenda kwa kuwa sana nje muda mwingi. So mwalimu lazima uwe na timing sahihi ya kuweza kumheshimisha mchezaji yule mbele ya washabiki. Ukisema tu umuingize, mwisho wa siku unaweza kujikuta umemshusha kwenye heshima ya kwake na watu wasimheshimu tena. Kwa sisi tunatafuta right time kwa Mkude, right time kwa George Mpole, kwa maana ya ule utimamu wa mwili, kwa maana ya kila ambacho anaweza kukiofa kwenye timu, ili tukija kumuingiza basi aendelee kumaintain wale washabiki wake alionao. Lakini si tu kwa sababu tu kwamba Mkude ni profile kubwa, alafu deni sisi tunaomwangalia mazoezini labda hajawa katika level ile ya kuweza kutumika, sisi tukalazimika tu kwa sababu ni jina kubwa washabiki wanamtaka, basi tukamweka mule. Pale tunaweza kumgombanisha na washabiki, na tunaweza kuwa tumeshusha thamani yake. Tunachokifanya sisi ni kuona kwamba je, Mkude yuko katika wakati sahihi wa kuisaidia timu, yuko katika wakati sahihi wa kuonyesha kile ambacho watu wanategemea kutoka kwake. Kama hakiko sahihi, basi hata mwezi wa 4 anaweza kuingia. Na nafikiri hilo tumeshazungumza naye, na kuna program ambayo tumeiweka, sio yeye tu, pamoja na wachezaji wengine ambao wamechelewa kujiunga kwenye pre-season na ambao hawakuwa na muda mzuri katika msimu uliopita. Kwa hiyo nafikiri ni mchezaji ambaye yuko kwenye squad, anatusaidia pia hata ushauri, lakini tuko naye kuangalia ni muda upi sahihi wa kumuingiza.
Kwanza muhimu ni kuangalia Juma ni mwalimu ambaye anakuja vizuri. Ukiachilia mbali profile yake ya uchezaji ambaye amefanya vizuri. Tunazungumzia hapa kwenye coaching. Kwenye coaching hapa Kaseja ni mwalimu ambaye anakuja vizuri na kuna vitu anajaribu kuviingiza kwenye mpira ambavyo ni vizuri katika modern football, si ndio? Ukiachilia mbali matokeo, unaangalia kuna kitu ambacho anakiemploy kwenye timu, si ndio? Hicho tu kitaleta ugumu. Kuna mahali unamuona anajaribu ku overload, anajaribu kuwa na back 3, si ndio? Unamuona anakuwa na back 3, anakuwa na 3-4-3, lakini kuna mahali unaona ana overload side moja, upande mmoja ili kusudi aweze kufanikiwa. So hivyo ni vitu ambavyo tumevianalyze. Ni kesi kama kiendelea vile itakuwa kwetu nzuri kwa sababu tayari ni kitu ambacho tumeshaki apply na kuona namna ambavyo tunaweza kufanyia kazi. Lakini ninachoweza kusema, hii ni ligi kuu. Tunapaswa kuheshimu kila kocha anachokifanya. Lakini pia ile ni timu ambayo iko na wachezaji ambao wako na experience. Sio vile walivyocheza mechi ya Geita kwamba wanaweza kuendelea kucheza vile hivi. Na bahati nzuri ni timu inatoka mazoezini inakuja kwenye mechi. Kwa hiyo naamini kuna vitu atakuwa amevisaisha na sisi pia tuko na madhaifu yetu. Kwa hiyo kwa mujibu wa swali lako ni kwamba hii mechi inaenda kuwa ngumu kwa sababu ni lazima tutegane sisi mitego. Ni lazima tutafutane udhaifu mahali palipo. Sasa ile tu itaweza kuleta ugumu, lakini kingine pia ni wachezaji wenyewe. Wachezaji walioko Kagera Sugar ni wachezaji ambao ni wazuri, lakini pia wachezaji walioko Mashujaa ni wachezaji wazuri. Kwa watu watakaofika kwenye uwanja wa Lake Tanganyika nafikiri wanaweza kuona moja mechi ambazo nzuri, lakini mechi ambayo iko na kuweza kutegana sana. Na bahati nzuri sisi tuna approach mechi by mechi. Tunaanza na style of play ya mpinzani, lakini tunakuja system yake, tunakuja key area, tunakuja kwenye strength yake, ni nani na nani, target man wao ni nani na nani, wapi key players. Unapokuwa una analyze game lazima uviainishe hivyo vitu. Kwa mimi ninachoweza kusema haisumbui, yani hata yule anaye play out from the back, kwa maana mpira kutoka kwenye defense kwenda kule, pia huyo naye pia ni mbinu yake na anaiaminia. So mtu anayecheza short passes, anayefanya building pia ni mbinu yake. Kwa hiyo ninachoweza tu kusema hainisumbui isipokuwa tu ile message inayokuwa baada ya kuanalyze nikaifikisha kwa wachezaji. Je, wanaweza kuitendea kazi? Hapo ndio stress inaweza kuja. Lakini in terms of kuanalyze opposition, tayari hicho kitu tulishakifanya kwenye mechi zake tatu. Kafanya kitu gani, wachezaji wake ni nani na nani, anapenda kutumikaje, akiwa anajenga mashambulizi kule juu anakuwa na namba ya watu wangapi. Hivyo vitu vyote tumeviweka kwa wachezaji. Unajua kulinda ni si swala la goalkeeper, si swala la goalkeeper, sio swala la mabeki. Kulinda ni art ya timu. Goli linaweza likafungwa kwa kipa ama kwa last defender, mimi nikalaumu mtu ambaye ameshindwa kufanya transition huko juu. So department ya ulinzi haiwezi kutegemea mtu mmoja. Anaweza kuwepo kweli defender akafanya makosa, si ndio? Lakini huwezi kumhukumu kwa mechi moja kwamba umtoe uweke mtu mwingine. Kama unamjua mtu ambaye amecheza Premier League misimu miwili mitatu, tunao kina Mangaro, tunao kina Madereki, tunao kina Mtui, hawa si wachezaji wapya, walishafanya makosa lakini wameendelea kuwa hapo sawa na wachezaji wengine walioko kwenye vilabu vikubwa. So linapotokea timu imeconcede goal, si issue ya mtu mmoja, unaangalia source yake ni nini. Kama ni individual errors, basi unaweza ukampa solution alafu kesho akaja. Issue sio kumtoa kwenye mechi. Issue ni namna ambavyo unaweza kumpa majibu ili siku nyingine asirudie kufanya makosa ya namna hiyo. Kwa hiyo issue kama patahitajika mabadiliko tutafanya. Kama hapatahitajika mabadiliko, basi tutasaisha wale waliopo waendelee kufanya hivyo.